Wapendwa wasikilizaji na wafuatiliaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo Ijumaa ya tarehe 27 mwezi wa 3 2026, juma la 5 la Kwaresma. Somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Yeremia sura ya 20 aya ya 10 hadi ya 13 na Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 31 hadi ya 42. Karibuni tusikilize somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba, kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kufukuru sababu ya wewe uliye mwanadamu, wajifanya mwenyewe u Mungu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia anakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba. Wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao. Akaenda zake tena ng'ambo ya Yordani, mpaka mahali pale alipokuwa Yohane akibatiza hapo kwanza, akakaa huko. Na watu wengi wakamwendea wakasema, Yohane kweli hakufanya ishara yoyote, lakini yote alionayo Yohane katika habari zake, huyu alikuwa ya kweli. Na wengi wakamwamini huko. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Tafakari yetu inaongozwa na wazo kuu isemayo, Yesu ni mwana wa Mungu aliye katika umoja kamili na Baba, na kazi zake zinathibitisha utambulisho wake. Katika Injili hii tunaona Wayahudi wakichukua mawe ili kumpiga Yesu, kwa sababu amesema mimi na Baba tu umoja. Hapo ndipo mgogoro unapoanzia. Yesu anajitangaza kuwa sawa na Mungu. Yesu anawauliza Wayahudi, ni kwa kazi gani njema kutoka kwa Baba mnayonipiga mawe? Hii inaonyesha kuwa matendo yake yalikuwa wazi. Aliponya, alifufua, alihubiri upendo na toba, lakini bado wakamkataa. Wayahudi hawakukataa miujiza, bali walikataa ukweli unaofichuliwa na miujiza hiyo. Waliona kazi, lakini hawakutaka kukubali asili ya anayezifanya. Hivyo dhambi yao haikuwa ujinga tu, bali ukaidi wa moyo. Katika juma hili la 5 la Kwaresma, kanisa linatupeleka karibu na mateso ya Kristo. Tujiulize, je, nami namkataa Yesu kwa sababu ukweli wake unanichoma? Je, ninasikiliza sauti yake au nashikilia mawe ya hukumu? Ndugu zangu, Yesu anadhihirisha wazi umungu wake anaponukuu Zaburi ya 82 aya ya 6 isemayo, je, haikuandikwa katika Torati yenu, nilisema ninyi ni miungu? Kuonyesha kuwa hata maandiko yalitumia lugha ya miungu kwa wale waliopokea neno la Mungu. Hoja ya Yesu hapa ni kama wale waliopokea neno waliitwa miungu. Je, si zaidi yeye aliyekuja kama neno lenyewe la Mungu? Yesu hakujilinganisha na miungu ya uongo, bali alionyesha kuwa yeye ni mwana wa Mungu kwa asili, si kwa neema tu kama sisi wanadamu wengine. Sisi tunafanywa wana wa Mungu kwa neema. Kristo ni mwana kwa asili yake ya milele. Sisi tumepokea neema ya kuwa wana wa Mungu kwa ubatizo, lakini je, tunaishi hadhi hiyo au tunarudi katika giza la dhambi? Ndugu zangu,
Yesu anasisitiza ushahidi wa matendo yake kwa kuonyesha kuwa anatenda kazi za Baba yake. Hivyo imani ya kweli haikai katika maneno matupu, bali katika matendo yanayodhihirisha uwepo wa Mungu. Kazi za Kristo zilikuwa ushuhuda wa umoja wake na Baba. Mtu hawezi kumtenganisha Kristo na Baba, kwa sababu matendo yake yanafunua uungu wake. Nasi tunaalikwa kuonyesha imani yetu kwa matendo, toba ya kweli, sala ya dhati na matendo ya huruma. Kama Yesu alivyomdhihirisha Baba kwa kazi, nasi tunaitwa kumdhihirisha Kristo kwa maisha yetu, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Katika Injili hii, Yesu alirudi ng'ambo ya Yordani na wengi walimwamini huko. Hii inatufundisha kuwa hata kama kuna wanaokataa au bado wanaolikataa neno la Mungu, bado kuna mioyo inayofunguka. Katika juma hili la 5 la Kwaresma, tunakaribia Ijumaa Kuu. Chaguo liko wazi mbele yetu: kumrushia Yesu mawe kwa dhambi zetu na ukaidi wetu, au kumwamini na kumkiri kama Bwana wa Mungu wetu. Tumwombe Mungu atupe neema ya kutambua sauti ya Kristo. Tusibaki kwenye miujiza bila kumtambua Kristo. Tusisome maandiko bila kumwona neno aliyefanyika mwili. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, mioyo yetu ifunguke ili tusimkimbize Kristo kwa mawe ya dhambi, bali tumkaribishe kwa imani, toba na upendo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frate Michael George Zawadi wa Jimbo Katoliki Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Tumsifu Yesu Kristo.